Mtazamaji wa Channel 10, karibu sana katika habari kwa ufupi ya Channel 10 leo, ikiwa ni Jumanne ya Disemba 30. Naitwa Emily Lazarus. Wakazi wa mtaa Mbogamboga manispaa Ilemela mkoani Mwanza wameomba serikali kuingilia kati mgogoro wa kiwanja namba 1840 Busolu A ambacho wamedai halmashauri imekitwaa kwa nguvu na kumuuzia mtu mwingine bila ridhaa ya mmiliki. Kwa mujibu wa maelezo ya familia na majirani, eneo hili lililoko Busolu A linamilikiwa na Mathias Lubango maarufu Kipara, ambaye kwa sasa ameukimbia mji wake kutokana na hofu ya vitisho na kukamatwa mara kwa mara. Yaani mimi niko huko kijijini huku na nimejaribu kujificha huku kufuatana na mateso ambayo nasumbuliwa hapo. Yaani kuna watu wananisumbua sana, watu wa hali hizi hao. Basi zitolewe zile hatua za barabarani, zile zinazobaki nipatie eneo langu, na penyewe hawataki tena. Grace huyo mkuu wa idara ni mtu mbaya sana. Mkuu wa idara ndiye alitaka kuja hapa kununua, tukakataa. Wakamchukua baba wakampiga na yeye wakaenda naye ukamwachia huko mbele. Baadaye baba alivyorudi akukata tamaa, akaenda tena kuongea nao. Alivyoenda tukaanza kuona magari yanakuja meupe yanapaki hapa, yanakuja yanamletea vitisho. Makoye Mshelela alimuuzia Lubango eneo hilo mwaka 2003 na mwaka 2015 eneo hilo likapimwa kupitia upimaji shirikishi, lakini baada ya barabara ya lami kujengwa, inadaiwa watu kadhaa walianza kumzonga Lubango akimtaka wauzie eneo hilo, mmoja wao akimtaja mtumishi wa halmashauri. Watu wanakosa haki zao kwa sababu ya mambo ya ujanja. Kwa hiyo tulikuwa tunamuomba mheshimiwa mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa, mbunge pamoja na rais wa nchi Mama Samia. Halmashauri ya Ilemela kitengo cha ardhi huwa ni watu ambao nafikiri wako juu ya, kama vile wako juu ya hizi mamlaka. Kwa mujibu wa nyaraka alizoandikiwa akitakiwa kupisha eneo hilo, waraka wa kwanza ulidai ni kupisha ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa, waraka wa pili ulidai eneo hilo ni hifadhi ya barabara, na watatu ulikuwa tangazo la kuuza kiwanja hicho, jambo lililowashangaza watu wengi. Kutokana na mvutano huo, mkuu wa wilaya ya Ilemela Amiri Mkalipa ameunda timu maalum kuchunguza mvutano huo ili haki iweze kupatikana. Mimi nimehitaji ofisi ya mkurugenzi ni kwa maana ndio custodian wa ardhi hiyo, yeye ndo anamiliki hiyo ardhi. Kwa hiyo wao wataipangia matumizi kwa vile ambavyo wao wanaona inafaa. Kwa hiyo nimeituma timu yangu. Mfanya biashara aliyeuziwa eneo hilo na halmashauri anatuhumiwa kuwa na rekodi ya migogoro ya ardhi katika maeneo mbalimbali anayodaiwa kuyamiliki. Henry Kavirondo, Channel 10, Mwanza. Katika kuhakikisha kuna kuwepo na huduma bora na endelevu za afya kwa mama na mtoto wakati wote, halmashauri ya manispaa ya Iringa imepokea shilingi milioni 800 kutoka serikalini kwa ajili ya ujenzi wa wodi ya wazazi katika hospitali ya wilaya ya Iringa kwa lengo la kupanua wigo wa utoaji wa huduma za afya katika hospitali hiyo inayohudumia zaidi ya wagonjwa 200,000 katika eneo hilo na baadhi ya maeneo ya jirani. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza msongamano, kuboresha mazingira ya huduma na kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za afya kwa jamii. Akisoma taarifa ya ujenzi wa mradi huo, mganga mfawidhi hospitali ya Frelimo Hassan Mtani amesema baada ya kukamilika kwa mradi huo inatarajiwa ya kuwa kutapunguza msongamano kwa wagonjwa, kuboresha mazingira ya utoaji wa huduma na kuongeza ufanisi na usalama katika huduma za afya kwa jamii. Tunategemea kwamba huduma hususan kwa akina mama wajawazito na watoto wachanga zitatolewa katika mazingira bora zaidi, kwa sababu tutapunguza msongamano kutoka katika wodi ya wazazi ambayo tunayo sasa hivi. Lakini jengo hili kama alivyosema mganga mkuu wa wilaya lina changamoto kwamba lini ramani ya kizamani. Ramani za kisasa zinataka wodi ya watoto njiti iwe mule ndani ya mama anapojifungulia. Kwa upande wake, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Ibrahim Ngwada amemtaka mkandarasi anayesimamia ujenzi wa mradi huo kuhakikisha anakamilisha ujenzi wake haraka iwezekanavyo, huku akisisitiza umuhimu wa kuzingatia viwango vya ubora, ratiba ya kazi na thamani ya fedha ili huduma zinazolengwa zianze kutolewa haraka kwa manufaa ya wananchi, hususan akina mama na watoto wachanga. Engineer na mganga, mimi nikuombe kuanzia kesho ufundi aongeze watu na tukija hapa tukute speed zaidi ya hivi.
kwa sababu hivi huwezi kutembea. Maanake hao wamechimba kuanzia labda saa 1 asubuhi mpaka saa hizo wamefika. Hii itachukua mwezi mzima. Kwa hiyo kuanzia kesho, yeye mwenyewe huyo fundi wapi? Fundi yani ambaye mpata kazi. Mzee wewe sio mpata kazi. Bwana tafadhali ongeza watu kwa ajili ya kufanya kazi. Tunashukuru pia serikali kuongeza miundombinu ya kama hospitali na vitanda pia vipo vingi kwa wingi vya kutosha, na wamama wajawazito pia vitanda vipo, na manesi pia wapo wanaojielewa. Clement Sanga, Channel 10, Iringa. Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daniel Silo amewataka Watanzania kuendelea kudumisha amani na mshikamano, huku akisisitiza kuwa msingi hiyo ndiyo nguzo kuu ya maendeleo ya taifa na ustawi wa uchumi. Naibu Spika Silo ametoa kauli hiyo wakati akihudhuria ibada maalum ya harambee kuchangia ujenzi wa kanisa Katoliki parokia Utatu Mtakatifu Masakta jimbo la Mbulu wilayani Hanang', na kwamba utulivu na amani ndio nguzo pekee ya maendeleo popote duniani. Kubwa pamoja na harambee, lakini kubwa ambayo tunasisitiza ni kwamba tunasisitiza kuiombea nchi yetu amani, mshikamano na utulivu ambao umeasisiwa na viongozi wa taifa hili hayati Mwalimu Julius Nyerere na Sheikh Amri Abeid Karume. Kwa hiyo hakuna mshindi wa vita yenyewe kwa wenyewe. Kubwa sana ni kuombea amani ili tuweze kufanya maendeleo kama ambayo ujenzi wa kanisa, shughuli za kiuchumi, shughuli za kijamii zote zitafanikiwa pale ambapo nchi itaendelea kuwa na amani. Kwa hiyo nasisitiza amani, amani, amani. Naye mwenyekiti wa parokia hiyo Karoli Paulo amesema kanisa hilo litaendelea kudumisha amani kwa kufundisha waumini maadili mema, upendo na kuheshimiana bila kujali tofauti za kijamii, kidini au siasa. Jumla, ujenzi huu utawasaidia vizazi vinavyokuja katika maadili ya kiimani, lakini katika maadili ya kijamii kwa ujumla. Kwa hiyo tuna imani kabisa kwamba watoto wetu watapata maadili mazuri kwa maana ya kupata mafundisho ya kanisa. Vizazi vijavyo tunawaachia neema na baraka, wanakuwa na mahali pao pa kusali sisi kama wazazi kwa kujitolea kwetu. Pia watoto watakapoona kwamba kile ambacho wazazi wamejitolea, kuwa watakuwa na imani na majitoleo kwao, kwamba neema itawafikia na Mungu ataweka mkono kwao. Nikiripoti kutoka wilayani Hanang' mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Wananchi wa kijiji cha Mgagao na vijiji jirani wanaozunguka kijiji hicho kilicho wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi na salama baada ya serikali kupitia wadau wa maendeleo, jumuiya ya Makalasinga Moshi mkoani humo kujenga kisima chenye uwezo wa kuzalisha maji lita 50,000 kwa siku. Akizungumza baada ya uzinduzi huo, mratibu wa miradi ya kibinadamu ya jumuiya hiyo Vaenda Patrice amesema mradi huo umefadhiliwa na Sikh Temple Moshi, ikiwa ni kuunga mkono juhudi za serikali katika kuwaletea wananchi huduma karibu, huku wakiwasii wananchi kuulinda na kuutunza mradi huo. Kama tunavyoona, Mwanga ni eneo lenye changamoto ya upatikanaji wa maji, hivyo kisima hiki kitakuwa chanzo muhimu cha uhai, afya na maendeleo. Mradi huu umefadhiliwa na Sikh Temple Moshi kwa kushirikiana na jumuiya ya Kalasinga wa Moshi Kilimanjaro kwa thamani ya jumla ya milioni 122,790,000. Na kisima hiki kina uwezo wa kupampu lita 50,000 kwa masaa 10 kwa sola. Ni kwamba tunamshukuru Mungu kwa hawa ya jamaa kutusaidia mkoa kutuletea wafadhili ili wakatuletea hii maji. Kwa kweli sasa hivi tunafurahi sana, mifugo yetu inakunywa maji vizuri na sisi wenyewe tunapata maji kwa uhuru kabisa. Kwa hiyo kwa sasa maji kwa kijiji chetu cha Mgagao, shida ya maji kidogo imepungua. Mwanzoni tulikuwa tuna changamoto ya maji. Maji tulikuwa tunapata lakini dumu moja kwa shilingi 100. Lakini kwa sasa hivi tunapata dumu moja kwa shilingi 25. Akizindua mradi huo, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu akawashukuru wafadhili hao na kusema serikali inatambua michango ya jumuiya hiyo ambayo imekuwa ikiunga mkono serikali katika miradi mbalimbali ya maendeleo. Mtakumbuka Mheshimiwa diwani wa kata hii
nilipotembelea mradi au nilipotembelea soko la mifugo, nilikuta wakati wa kiangazi kama hiki hali ilikuwa mbaya sana. Wananchi walikuwa wengi, mifugo mingi, lakini maji hakuna. Kwa hiyo diwani huyu na nafikiri na mwenyekiti na wananchi wengine wakaniomba kwamba mkuu, tusaidie tupate maji. Kutoa ni moyo wala sio utajiri, na mmefanya hivi kwa sababu ya kutoa sadaka kwa shehe. Yule bwana amesema mmetoa, na sio kisima cha kwanza hiki, mimi najua mmefanya mambo haya. Nikiripoti kutoka wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Kamishna wa polisi Zanzibar CP Kombo Hamis Kombo ameyaomba mashirika ya kimataifa kuendeleza zaidi ushirikiano hususan kwenye kudhibiti vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Kamishna Kombo amesema hayo katika chuo cha polisi Zanzibar wakati akitoa nasaha zake kwenye kikao kazi cha pamoja cha kujengeana uwezo kati ya watendaji wa dawati la jinsia na watoto na shirika la kimataifa la SOS Children Village. Shirika hilo limekuwa likishiriki masuala mbalimbali ikiwemo mradi wa usalama wetu kwanza mashuleni, mafunzo kwa watendaji na uwezeshaji wa rasilimali vifaa kwa jeshi la polisi. Aidha, Kamishna Kombo amewataka watendaji hao wa dawati la jinsia na watoto kuendelea kupokea mbinu na maarifa ya kupambana na makosa ya udhalilishaji kwa njia ya mtandao. Naye mkurugenzi wa SOS Children Village Asha Salum Ali amesema shirika hilo litaendeleza mashirikiano na jeshi la polisi kupitia dawati la jinsia na watoto ili kuhakikisha malezi na makuzi ya mtoto yanasimamiwa ipasavyo ili kuwa na jamii salama. Kwa upande wake, mwakilishi mkuu wa dawati la jinsia na watoto makao makuu, mkaguzi wa polisi Wilfred Willa amepongeza juhudi za wadau wa kimataifa wa kupinga vitendo vya udhalilishaji na ukatili kwa mtoto. Mwaka 2026 ni wajibu wetu kujipanga vyema kwa kuweka mkakati madhubuti kwa kuzuia makosa kabla hayajatokea kupitia elimu kwa jamii, lakini tumairishe ufuatiliaji wa kesi hadi hatua za mwisho za kisheria. Sisi kama SOS tunatoa shukrani za dhati kwa jeshi la polisi kwa ushirikiano nzuri katika kutekeleza majukumu yetu. Sisi kama SOS tuna jukumu moja tu, kuhakikisha kuwa malezi na makuzi ya watoto yanasimamiwa na watoto wanapata haki zao. Kila polisi liko mpaka kwenye kata na shehia, kwa hiyo linaweza kumfikia kila mmoja. Mafunzo haya ni mwendelezo wa mafunzo mbalimbali ambayo yamekuwa yakidhaminiwa na SOS na wadau wengine mbalimbali, na niombe kwa niaba ya dawati la jinsia na watoto kwamba wadau mbalimbali tunaomba waendelee kushirikiana na jeshi la polisi, hasa kitengo cha dawati la jinsia na watoto, kuweza kuendelea kutoa elimu na kuwajengea uwezo au uelewa wa kutosha wananchi na askari kwa ujumla ili waweze kufanya kazi hii kwa weledi mkubwa. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii imeshauriwa kuiangalia upya sheria ya malipo ya fidia ya mazao yaliyoharibiwa na wanyama wakali yakiwa yangali shambani kutokana na sheria iliyopo kupitwa na wakati, ukizingatia kuwa mazingira na tamaduni zilizokuwepo kwa wakati sheria hiyo ilipokuwa ikitungwa haiendani na mazingira yalivyo hivi sasa. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Manyoni mkoani Singida Tano John Makambali ametoa ushauri huo mjini Manyoni kwenye mafunzo ya siku 2 ya mradi wa kupambana na ujangili na biashara ya nyara yaliyoandaliwa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania TAWIRI, halmashauri ya Manyoni na halmashauri ya Itigi. Mtafiti kutoka Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania TAWIRI, Revocatus Menei, amesema taasisi hiyo imeanzisha mashamba darasa mawili kwenye vijiji vya Nkonko na Mkwese katika halmashauri ya wilaya ya Manyoni na vijiji vya Sanjaranda na Doroto katika halmashauri ya Itigi. Nilikuwa nafikiria kwamba nikifika pale, nikipata nafasi, ningeweza kushauri jambo kwamba tunafahamu sheria yetu ya Tanzania juu ya kifuta jasho ni mazao yaliyoharibiwa yakiwepo shambani. Sasa inawezekana sheria ilitungwa wakati ule kutokana na mazingira yalivyokuwa wakati ule na tamaduni zilizokuwa wakati ule ni sawa, lakini kwa sasa tabia ya wanyama hawa imebadilika. Sasa wanakuja mashambani, wanatoka hapo mpaka majumbani. Kwa hiyo kama kulikuwa na uwezekano, basi ni vizuri hii sheria na yenyewe ikaangaliwa
kwamba kwa nyakati za sasa na kipindi kile zimetofautiana. Sasa hivi madhara ni makubwa sana kwenye nyumba za watu. Tumekuwa tumezianzisha kwa ajili ya kusaidia wananchi wetu, hususani pale hapa kwetu Manyoni kwepo ukiwa. Kwa mara ya kwanza nilikuwa nimeambia mleta timu ilisaidia kipindi fulani uharibifu wa wanyama. Sasa tuwaombe tu wenzetu tena muendelee kuona hilo, litakuwa ni muhimu sana kwetu sisi. Sisi tunahitaji vyote, wanyama tunawahitaji kwa ajili ya kutuendelezea miradi yetu. Kwa hiyo tulianzisha mashamba darasa ya namna mbili. Shamba darasa la kwanza likiwa ni ufugaji wa nyuki kupitia teknolojia ya mizinga ya nyuki, na tulianzisha mashamba katika vijiji vinne: kijiji cha Nkonko na Mkwese wilayani Manyoni, lakini kwa halmashauri ya Itigi tulifungua shamba pale Sanjalanda. Ukiishi kwa kuangalia uovu wa mwenzio, maisha duniani yatakushinda. Kwa sababu maisha ya duniani ni ya predator and a prey. Yaani tulikuwa tunaongelea hapa wanyama ni ya kulana yani. Yaani ukimhurumia kumla mwenzio, anayekula wewe hakuhurumia, atakula tu. Na mtazamaji wa Channel 10, katika habari za kimataifa tunaelezwa kwamba Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Irani kuhusu mashambulizi mapya na kusema kuwa Hamas watajutia iwapo hawatasalimisha silaha huko Gaza. Ni baada ya kukutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Akizungumza kwenye kikao cha waandishi wa habari pamoja na Netanyahu jimboni Florida, Trump alitishia kuangamiza jaribio lolote la Tehran kujenga upya mpango wake wa nyuklia au silaha za makombora ya masafa marefu kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel mapema mwaka huu. Trump pia alipuuza ripoti za kuwepo mvutano na Netanyahu kuhusu awamu ya pili ya kusitisha mapigano Gaza, akisema kwamba Israel imetimiza ahadi zake na kwamba mpira sasa uko upande wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina Hamas. Trump aliwaambia wanahabari kwenye makazi yake ya kifahari ya Mar-a-Lago kuwa Hamas watakiona cha mtema kuni kama hawatosalimisha silaha zao haraka iwezekanavyo. Tawi la kijeshi la Hamas lilisisitiza mapema Jumatatu kuwa halitosalimisha silaha zake. Na katika michezo, timu za mpira wa miguu kata ya Matema wilaya Kyela mkoani Mbeya zimewaomba wadau wa michezo na wazawa wa kata hiyo kuendelea kutoa fursa za michezo na motisha kwa wachezaji, kwa kuwa ndoto za vijana wa kata hiyo ni kuona miongoni mwao wanacheza vilabu mbalimbali hapa nchini. Beselemu anacheza, anakwenda Futu anapiga mbali kabisa, anakwenda sasa ni dogo Mbolimboli, anakwenda Vijana hao wametoa ombi hilo mara baada ya mechi kati ya timu ya Kisioso FC na Matema FC, mechi ambayo iliandaliwa na umoja wa wazawa wa kata ya Matema kwa lengo la kuwaunganisha vijana na kuwapatia vifaa vya michezo kwa timu zilizoibuka na ushindi, huku wakipongeza maono ya umoja huo. Mnadumisha umoja na mnaendeleza maendeleo kwa sisi vijana na kukuza vipaji vyetu sisi vijana. Asante. Shukuru sana wadau kwa mchango wao. Cha kwanza, wamechangia kwa kiasi kubwa kufanya shule hizi kwenye hii kata kupewa vifaa mbalimbali ambavyo vinagharimu pesa nyingi sana. Kwa kiasi chao wangeweza kusaidia hata familia zao kwenye mambo mengine. Binafsi ni washukuru kwa kuja kutoa mchango na kuweza kuhamasisha maendeleo ya soka katika kata yetu. Mwenyekiti wa umoja wa wazao wa kata ya Matema Mhandisi Esther Mwabulero anaeleza sababu za kuwaunganisha vijana katika michezo. Kwa hapa lakini pia kwa kutambua kwamba michezo ni afya, tukasema tuende sambamba na michezo. Kwa hiyo safari hii tumeanza na michezo ya mpira ambapo tumefanya kwa ushindani wa shule zetu za kata Kisioso, Matema na Ikombe, na leo ndio ilikuwa finali. Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya shule ya msingi Kisioso iliyopo kata ya Matema wilayani Kyela mkoani Mbeya, ni mimi mwanamchezo wako kocha mtaalamu Epimax Apolinari, Channel 10. Mtazamaji wa Channel 10, kwa mengi zaidi ungana nasi saa 1 usiku leo katika habari ya kutwa. Mimi naitwa Emilio Lazarus, asante kwa kutazama habari kwa ufupi. Tokea hapa endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea kutokea hapa Channel 10.